Kuhusu ishu ya Nifa ni kweli, ila sisi watesi ndio tunaongeza ugumu wa kutimia kwa ndoto hiyo. Ila ndoto anyway, iko hivi, Yanga ni timu kubwa na bajeti ambayo wanaitumia kwa mwaka inaweza kuendana na mfanyabiashara huyu endapo ata pull up ndoto zake. Nimeona maelezo mengi ya wadau wa soka kuhusiana na issue ya management kwa upande wa timu zao kuwa sio vyepesi kama ambavyo wengi wanadhani, hasa wakibezi kwenye technical aspect ya venue na stadium zetu, kwamba hazijaundwa kwa namna ya kuaccommodate wachezaji wa timu husika ili kufanya performance vizuri. So ukimsikiliza Nifa kwa umakini, maelezo yake nakubaliana nayo, kwa sababu issue ya performance nzuri ya wachezaji ina dhana pana na kuendana na mfumo mzuri wa uongozi. Na Bongo, ukiachana na wawekezaji wenye nia ya dhati kwenye timu tu, pia hatupo fresh sana kwenye technical nzima ya sisi wenyewe kujitoa kwenye venue zetu at that time. Level kubwa tunaitaka kwa wachezaji ili wafanye vizuri. Ubaya ni kwamba ulimwengu wa sasa, hata ukiongea serious, bado itakuwa ni content na ucheshi kwa wengine. Mfano Azam, timu kwa upande wa usajili na survey ya wachezaji walikuwa wanajitahidi sana kufanya vizuri, ila kama uligundua kulikuwa hakuna consistency ya kufanya hivyo. So Nifa ndoto yake hapo inaingia vizuri kuhusiana na udhamini wa timu kubwa kama hiyo. Acha tu prove wrong, tuone kama ataleta kitu ambacho kitakuwa sahihi ili watesi tuendelee kuaibika. Bana, hii ni Rushuli TV, endelea kufuatilia taarifa na update mbalimbali kutokea hapa. Mimi ni Jayasi, tukutane tena kwenye update ambayo inafuata.